Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mimi nimesimama kwa furaha kubwa sana, kwanza kukupongeza sana kwa kuja nyumbani. Na mimi nimesimama hapa kukukaribisha nyumbani. Itigi ni nyumbani. Karibu sana Itigi. Nimeona watu wa Itigi wamejitokeza kwa wingi sana. Hii yote inaonyesha ni jinsi gani wana mapenzi makubwa sana na wewe, kuja kukusikiliza, lakini na kuja kukukaribisha nyumbani. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana nyumbani. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mahali nitakapopita na nitakapoenda katika siku zangu zote za maisha yangu, nitaendelea kumshukuru sana mama yetu kipenzi, mama yetu, rais wetu, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa mambo mengi ambayo ameyafanya katika mkoa wetu wa Singida, lakini na kutupenda sana watu wa Singida. Na kubwa zaidi ambalo amelifanya katika mkoa wetu wa Singida, ameonyesha imani kubwa sana kwa watu wa mkoa wa Singida. Na imani hiyo ametuonyesha kwa kukuteua wewe au kukuchagua wewe kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri mkuu oye! Hayo ni mapenzi makubwa sana kwa mkoa wetu wa Singida. Ametuheshimisha sana, lakini ametuonyesha ni jinsi gani ametuamini watu wa Singida. Na amekuamini wewe waziri mkuu ili uweze kumsaidia kazi. Na sisi watu wa Singida tunakuamini. Lakini pia taifa letu lote la Tanzania linakuamini. Linakuamini kwa sababu ya kazi ambazo unazifanya za kumsaidia Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, sitaendelea kuacha kusema mambo makubwa ambayo Mama Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika mkoa wetu wa Singida, na hasa hapa kwa Itigi. Itigi, Mama Samia Suluhu Hassan ametujengea hospitali kubwa ambayo hospitali hiyo imeenda kuwasaidia hasa wanawake wanaojifungua, lakini na wananchi wote wa hapa Itigi. Lakini tumetoka kuangalia mradi mkubwa sana. Hizi zote ni nguvu za Mama Samia Suluhu Hassan, lakini na kwa upendo mkubwa kwa watu wa mkoa wa Singida na hasa kwa Itigi. Tumeangalia barabara kubwa ambayo inajengwa na imejengwa kilomita 25 za lami sasa mpaka sasa, na wote ni mashahidi, tumeenda kuangalia. Huu ni upendo mkubwa sana kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo sitaacha kusema mambo makubwa ambayo Mama Samia Suluhu Hassan anayafanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuombe katika hiyo hospitali hii ambayo imejengwa wilaya ya Itigi hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninajua wewe ni mtendaji mzuri, ninajua wewe ni msikivu, lakini pia serikali yetu ni sikivu sana. Baba, hospitali hii bado ina upungufu wa watumishi, hasa wakunga na madaktari. Wakunga hasa ambao wanawalenga wanawake, ambao wanawake hawa wanapoenda kujifungua wanakosa watumishi wa kuwasaidia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu wewe ni mtoto wa nyumbani na umekuja hapa nyumbani, nikuombe sana kwa heshima kubwa baba, tunaomba utusaidie katika hospitali hii, watumishi waje ili sasa watu wa Itigi waweze kufurahia huduma hii ya hospitali ambayo Mama Samia Suluhu Hassan amewekeza nguvu kubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niendelee kukupongeza kwa kazi nyingi ambazo unazifanya. Kazi hizo zinaheshimisha taifa letu la Tanzania, lakini linaheshimisha mkoa wetu wa Singida. Tunaona kwamba Mama Samia Suluhu Hassan hakukosea kukuteua au kukuchagua wewe kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaona katika mikoa yote ambayo umepita katika ziara zako, umekuwa ni mtetezi wa wanyonge. Hasa pale ambapo unasikiliza kero za wanyonge, hasa pale ambapo unaenda kusikiliza na kutatua. Hii inaonyesha imani kubwa sana kwa Tanzania kwako, na watu wa Tanzania wanakuamini. Na hasa sisi mkoa wa Singida tunakuamini. Nikutie moyo kaka yangu, nikutie moyo kwa kazi unazozifanya. Endelea kuchapa kazi. Sisi wa Singida tunakuamini, taifa linakuamini, lakini kazi yetu kubwa kama watu wa Singida, sisi ni kukuombea kwa Mungu. Tutakulinda kwa wivu mkubwa sana. Na wivu huo ni kupiga magoti mbele za Mungu ili upate uzima na afya njema, ili uendelee kutetea wanyonge, ili uendelee kutetea watu ambao wana shida mbalimbali.
Kwa tunakupongeza sana na tunaendelea kukuombea. Mungu aendelee kukupa uzima na afya njema ili uendelee kutumika vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakupongeza sana na ninaendelea kukukaribisha tena nyumbani. Watu hao wako hapa kwa ajili ya kukusikiliza, lakini na kuleta kero zao. Karibu sana, na itoshe kusema asante sana.